Just greet your neighbor. Yeah. Just look at your neighbor and greet them. Yeah. Say hallelujah. Amen. I want to thank God for this day. And I want to thank you for giving me this opportunity so that we can share the blessings of God. I thank God because He's faithful and He will remain faithful because He changes not. I want to talk about to live a satisfied life, to be satisfied in life. To be satisfied in whatever condition you are in. Amen. Satisfied when you are poor and when you are rich. To be satisfied with anything that God has given you. To be satisfied to get an opportunity to read the word of God and understand it. To get satisfied when you pray. To get satisfied when you feel alright. I want us to exchange words. Amen. So that you can change, listen to the word of God and wave yourself where you are. And even me who is preaching, I should be able to find out where I am. Amen. Amen. Hallelujah. Shall be reading from the book of Acts. And the pastor will be reading chapter 3, 1 to 10. Acts chapter 3, 1 to 10. We shall read in the name of Jesus. If you are already there, have you? If you have gotten the place, yeah. So can you say amen? Amen. Yeah, chapter 3, verse 1, I'll be reading. One day, Peter and John went to the temple at 3 o'clock in the afternoon, the hour of prayer. There at the beautiful gate, as it was called, was a man who had been lame all his life. Every day he was carried to the gate to beg for money from the people who were going into the temple. When he saw Peter and John going in, he begged them to give him something. They looked straight at him and begged, and Peter said, "Look at us." So he did. So he looked at them, expecting to get something from them. But Peter said to him, "I have no money at all, but I give you what I have. In the name of Jesus Christ of Nazareth, I order you to get up and walk." Then he took him by his right hand and helped him up. At once the man's feet and ankles became strong. He jumped up, stood on his feet, and started walking around. Then he went into the temple with them, walking and jumping and praising God. The people there saw him walking and praising God, and when they recognized that it was that beggar who was sitting at the beautiful gate, they were all amazed, all surprised at what has happened to him. Siku moja saa 6 ya alasiri, Petro na Yohana walikuwa wanakwenda hekaluni wakati wa sala. Na pale karibu na mlango wa hekalu, mtaa mlango mzuri, palikuwa na mtu mmoja kiwete tangu kuzaliwa. Watu walimbeba huyo mtu kila siku na kumweka
haombe chochote kwa wale waliokuwa wakiingia hekaluni. Walipowaona Petro na Yohana wakaingia hekaluni, aliomba wampe chochote. Petro na Yohana wakampondolea macho, naye Petro akamwambia, "Tazame." Naye akamgeukia akitazama kupata kitu kutoka kwao. Kisha Petro akamwambia, "Sina fedha wala dhahabu, wala sina nacho nitakupa. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tembea." Halafu akamshika mkono na kulia, wakamuinua hapo miguu na magoti yake yakapata nguvu. Akaruka, akasimama na kuanza kutembea. Halafu akaingia pamoja na hekalu akitembea na kurukaruka huku akimtukuza Mungu. Watu wote walipokuwa hapo walimuona akitembea na kumsifu Mungu. Walipomtambua kuwa ndiye yule aliyekuwa anaomba karibu na ule mlango mzuri wa hekalu, wakashangaa mno hata wasiweze kuelewa yaliyompata. Bwana asifiwe. Amen. Hii ni injili ninaipenda sana. This is the gospel that I like. Maana yule kiwete alikaa katika ule mlango mzuri. Because that guy who was sitting at the beautiful gate, Ule mlango ulikuwa ni mzuri, na maanisha kuna matajiri walikuwa wanapita katika ule mlango. that gate which was called beautiful, it means that there were rich people who was passing by. Na familia ile kiwete iliona pale ni mahali pazuri au anakaa pale ili apate chochote. So the family of this lame person, they thought this is a nice place for him to come so that he can get some financial help when he needs it. Na wakasema apate chochote. So in their mind they wanted him to get something. Apate krona moja, To get 1 krona, apate 10, to get 10 krona. apate chochote. They just wanted him to get something. Hiyo ni hali nzuri. That was beautiful. Hali ambayo ajali. That is a situation where he didn't care about anything. Inaitwa hali ya kutojali. It was a situation where he didn't care about anything. Chochote kikuje mimi nitakuwa sawa. Anything, I will be satisfied. Chochote nikipata chakula, nguo, mimi nitakuwa sawa. Doesn't matter what I get, food or clothing, I'll get satisfied. Na familia yake ikaona pale ni mahali sawa. And for their family, it was nice. Siku moja Petro na Yohana One day, Peter and John, walikuwa katika hali zao za kwenda hekaluni. they were going to prayer in the Wakawa church. yule kiwete akaona wale wazee wamevaa koti nzuri na suti nzuri. That lame person, he saw them coming with beautiful suits. Akajua leo hata kama ni chochote hapa kuna kitu. And he said, today is not any other day. There is something special here. Kwa sababu hawa wanaume wanakaa utukufu wa Mungu. Because these guys, the way they are dressed, something must be happening. Walikuwa ni waombezi. And he knew these people are different. Walikuwa wanatembea taratibu kwa sababu wale ni watu wamejazwa na Roho Mtakatifu wa Mungu. They were prayerful, such as even in their walking, it was a different. Na mtu ambaye anatembea kwenda kwa maombi, And whoever goes to prayer, watu saa zingine wanaweza tembea polepole. sometimes when you go to pray, you go slowly. Kwa sababu unaenda ukitafakari. Because you go while you are meditating. Unatafakari Mungu You wako. meditate about God. Unatafakari jinsi unavyotaka kufanya. You meditate about the plans like that. Unatafakari vile umeandaa maombezi. And you meditate about what you're going to pray Kwa about. hivyo unakuanga na hali ya kutembea polepole. Therefore, people are slowly Katika upole wa kutafakari. while they are just meditating. Na Petro akawa anatembea polepole. And Peter was meditating. Yule kiwete akawa amekaa mahali pale. And that lame person saw him. Akanyosha mkono wake. And when he saw Peter, he wanted to get something from him. Akatamani apewe kitu. He wanted something from him. Biblia inasema Bible- akamgondolea macho. The Bible says he looked straight in his eyes. Mwenyewe hata alishtuka. Mtu akugondolea macho hivi si utashtuka. He was shocked when he looked at him straight into the eyes. Akashtuka. He was shocked.
Biblia inasema alishtuka, lakini katika hali ile alishtuka. The Bible does not say that he was shocked, but I am sure that when he saw Peter looking straight in his eyes, he was shocked. Akafikiria hao watu wanataka leo kunitoa hapa. And he said, this guy today, they are chasing me from this place. Lakini hakujua wanataka kumtoa katika hali gani. But he didn't know that they have come to help him. Lakini hakujua ile hali kutoka hapo itakuwaje. He didn't know what will happen next. Hakujua nitaendelea kuomba ama sitaendelea kuomba pesa. He didn't know if he will just continue begging or what. Na labda hakujua kama kuna mlango mwingine mzuri mahali ataenda kukaa. He didn't know that there will be another most beautiful gate where he will be. Lakini Petro na Yohana wakamwambia hatuna chochote. But to his surprise, Peter and Paul and John told him, money and gold we have not. Lakini katika jina la Yesu simama. But in the name of Jesus, stand up. Amen. In the name of Jesus, stand up. Amen. Jina la Yesu Kristo. What they used was the name of Jesus. Jina lililo na nguvu kuliko majina The yote. name which is powerful over other names. Jina liko na nguvu kuliko vitu vyote tunavyoviona. The name which is powerful over anything we see. Jina liko na nguvu hata zaidi ya moto tunasikiza saa hii hapa. The name which is hot than this machine here. Hallelujah. Amen. Jina ambalo likitajwa kitu chote kinatendeka kile ambacho unahitaji. The name when we call upon it, miracles happen. Na jina la Yesu Kristo. That name is the name of Jesus. Na jina lile lilitajwa hata kama kulikuwa na mlango mzuri. That name was called there at the beautiful gates. Kwa hivyo haijalishi mahali huko. It doesn't matter where you are. Kwa sababu sisi tumekaa na tukatulia na tukasikia kutosheka. Because some of us, we have sat down and have told ourselves that we need to get satisfied. Kwa sababu tuko na chakula na tuko na kila kitu. Because most of us have food and basic needs. Tuko na manguo mazuri, tuko na kila kitu tunaweza fanya. All that we need, clothing and whatever you need, you get. Kwa hivyo tuko katika mlango mzuri. That means that we are at the beautiful gates. Tumekaa tunaomba. We are just there asking for whatever we want. Chochote. Whatever. Chochote. Whatever. Chochote tutapewa. Whatever you ask for, you Sisi get. tunatosheka. And therefore you are satisfied. Sisi tuko sawa. You feel like everything is alright. Lakini tumelemaa. But to our surprise, we are lame. Bwana asifiwe sana. Tumekaa hapa lakini hatujui kama tumelemaa. The problem is that we are sitting down, not knowing that we are handicapped. Tumekaa kama wafungwa. And we are like people who are bound. Leo nimeona pingu mahali. And I have, how do you call this stuff again? Hallelujah. Yeah? Handcuffs. Tumefungwa. This one shows of somebody who is, if you are arrested by a policeman, they arrest you and they tie you with this thing. Mtu ambaye amefungwa. And whoever is arrested, ako katika sheria. that person is under the law. Na ule mtu anamtumikia mwenye amemfunga. And therefore you are at the mercy of that person who has bound you there. Na kama umefungwa na sheria, and if you are tired or bound by the law, huwezi toka nje ya sheria. You cannot go beyond that place where you should be. Sisi tumefungwa na sheria. And there are so many laws that has bound us. Tumefungwa na hali ya kutosheka. We are bound with the little thing that we get satisfied with. Tumefungwa na nguo zenye tumevaa. We get some clothing and we get satisfied. Tumefungwa na nywele nzuri tunatengeneza. We have some beautiful hairs as women and we feel satisfied. Ukiangalia unaona nilitumia muda kuzifanya. And when you look at yourself in the mirror, you say, am I not beautiful, you know? Tumefungwa hata na mambo tu ambayo tunataka kufanya sisi wenyewe. Small things get us
disrupted and locked and tired. Kwa sababu tumekaa katika mlango mzuri. Because we think we are at the beautiful gate. Tumekaa katika nchi ambayo ni tajiri. We think we are in one of the richest countries. Ule ni mlango mzuri. And that makes us think that everything is alright. Tunasahau kama kuna jina. We forget that there is a name. Tunasahau kama kuna mmoja alikufa kwa ajili yetu. We forget that there is somebody who gave his life. Tunasahau kama kuna mmoja alilipa deni zetu za dhambi. Paid our dues. Tunasahau kama kuna mmoja ametuita. We forget that there is somebody who calls us. Kwa sababu wewe haukuitwa kwa ajali. Because you are not called to be the child of God by accident. Mungu hakukuchagua tu. God did not just choose you. Lakini alikuita kwa sababu. But he called you with a purpose. Hata kama alikupatia kipawa ya kufagia kanisa. If he gave you a talent or an opportunity just to clean the church, Fagia kanisa. you should do that wholeheartedly. Ya uimbaji. If you are a singer, Jitoe kwa uimbaji. you should do that wholeheartedly. Kwa maombi. If you are a prayerful Jitoe kwa kuomba. an intercessor, you should do that wholeheartedly. Huu ni wakati wa kutoka katika mlango mzuri. This is the time to get out of the beautiful Huu ni gate. wakati wa kuamua. This is the time to decide. Huu ni wakati wa kusimama na kusema leo sitaki kukaa katika mlango mzuri. It is time to say it is enough for me. I don't want to stay here anymore. Huu ni wakati wa kutembelea mtu na kumwekelea mikono na kumwombea. This is time to go and pray for somebody who is in need of prayer and pray for them. Huu ni wakati wa kutembea na kuambia mtu injili ya Bwana. This is time to go and share the gospel of God. Lakini tutasemaje kama tumekaa? But how will we share the gospel if you are seated? Tutasemaje kama tumelemaa? How will we go ourselves if you are handicapped? Lakini leo katika jina la Yesu Kristo. But today, in the name of Jesus, Nasema simama utembee. I say, walk up and walk. Hallelujah. Amen. Simama na ujitie nguvu. Stand up and walk. Petro akasema kwamba Peter said, ukisoma Biblia sana pale watu walishangaa kwa nini mtu mmoja anatembea. if you read the Bible, many were surprised how and why Na wakawa he na was maswali walking. ya kuulizana. They began to ask each other Watu questions. wataanza kuulizana imetendekaje kwa huyu. How did it happen? They asked. Hallelujah. Usishangae wakati wanaulizana maswali. Don't get frustrated when Petro people begin to akasema ask kwamba- questions about you. Petro Peter akasema said, kwamba Peter said, yule ambaye mlimsulubisha, that guy that you crucified, yule jamaa mlimkataa, that guy that you refused to listen to, yule jiwe la pembeni, that cornerstone, yule jamaa mkampeleka msalabani, that guy you lifted up on the cross, yule jamaa mlisikia alifufuka kutoka kaburini, that guy who died and rose up the third day, ndio ametupaka mafuta. he is the one who anointed us. Hallelujah. Amen. Wakati wa kusema nimepakwa mafuta. It is time for us to declare that we are anointed. Hakuna maswali ya kuulizana. We have no time to ask questions. Sema kuna mmoja Just say there is one alikufa kwa ajili yangu. who died for me. Kaburi haikuweza kumzuia, But the tomb was not able to hold him. lakini nataka kumtumikia huyo. And that's why I want to serve him. Kwa hivyo uko na nafasi ya kumtukuza Kristo. Therefore you have the opportunity to glorify Na uko him. na majibu ya kujibu maswali. And you have the opportunity to answer questions. Kwa sababu siku ya leo Bwana amekutia mafuta. Because you are anointed today. Nataka kusema hii si ibada ya kawaida. This is not another service. Hii sio ile ibada umezoea. It's not just a common service. Sisemi ibada zingine huwa si sawa. I'm not saying that those other Lakini services nataka are kusema not. kuna kitu mpya siku ya leo. Special service. Wakati wa kusimama na kutembea. There is time to walk, to stand up and Wakati wa walk. kumwambia Bwana nisaidie. Time to tell God, help me, Father. Sijui nini ambayo imekufanya ukae katika kifungo. I don't know what has made you just sit down Sijui in nini chair. ambayo inakusikia uwezi tumika. I
I don't know what kind of bondage are you in. Sijui ni nini ambayo inakufinyilia katika kimaisha. What bondage are you in life? Hallelujah. Amen. Lakini nasema katika jina la Yesu. I say in the name of Jesus. Simama na utembee. Stand up and walk. Maana umelipiwa deni. Because you are dead. Hallelujah. Ndio mtu mwambie simama na utembee. Tell somebody, walk up, stand up and walk. Yes. Rise up and walk. Hallelujah. Amen. It is time. Amen, amen, amen. It is time for us to propagate the gospel. Time for us to give out what God has given us. Just share, tell somebody, and bring that person in church. I don't know how many are we today. And we don't need these things to be hanging up there. If you bring somebody, they will be seated on those seats. Yes. And I urge you today that from today, next Sunday as you come with somebody. It's time for us to rise up and walk. But how will we rise up and walk if we are untired? Hallelujah. Amen. If we are in winter time. If we are in winter time, how will we go out? That's the next cue that we give ourselves. You know, it's winter, I cannot go anywhere. But the same winter, we go to work, we go to pratique, we go to school, we do our own business. So it's not an excuse that we can't serve God because it's winter. It simply means that we are free if we want. Hallelujah. Amen. Don't get satisfied. It is time to take a new level. It's time for you to walk. It's time for disease to go away. It's time for poverty to leave you. It's time for you not to get stressed. It's time for all that is troubling you to go away. In the name of Jesus. It's time for you to stand up and do something. Amen. The Bible says, don't get afraid. Because when you are afraid, you will not do anything. And the devil knows that when you are afraid, you will do nothing. So he wants to put you in bondage. So that you are afraid of nothing. And the devil asks you, do you think you can? Remember what you did last night? Remember the other day? Remember and remember and remember. Then you tell yourself, I can't. I am in Denmark. This which I want to do is not a culture of deadening people. So somebody, the devil tells you, but I am telling you in the name of Jesus. Hallelujah. Amen. Just want us to stand up and lift up our hands and tell God to enable us because we can. Just raise up your hands and tell him, help me God. I don't know you are sick. I don't know you have some problems. I don't know what is your problem. I don't know what is stressing you in life. But I want to declare to you that it's time for us to do something. Stand up and walk in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah.
The song is saying, my dear Lord God, I love you because you have done miraculous things. That those who can sing are sing in the name of Jesus. Those who can walk, they're walking in the name of Jesus. You have done so many miraculous things. The song says, Wako siku ya leo, you are here today. kuna kitu umesikia, You have had something in your heart. kuna wito unasikia ukiwa ndani yako, And there's something knocking in your heart. unasikia kwenda kuongea na mtu kuhusu jina la Yesu. And you are feeling like I should go and share something about the name of Haijalishi Jesus. ni shuleni, Doesn't matter, it's at school, haijalishi ni mahali popote, perhaps wherever you go. lakini unasikia unataka kufanyia Mungu jambo. But there is a desire in your heart to serve God. Si kuhubiri tu, It's not all about preaching, lakini kuna kitu iko ndani yako, unasikia unataka kuanza upya tena. but you have a desire in your heart to do something for Maybe kwa others. uimbaji, Perhaps as a maybe kwa singer, uongozi. perhaps as a leader. Unataka Bwana akupeleka katika hali nyingine. You feeling like you need to go into the next level. Unasikia umechoka katika hali ya kawaida. And you are like you are tired. And you don't want to be Unataka the Bwana same. akupeleke hali nyingine. You want God to bring you in a new level. Ninaomba chukua tu hatua, I want you to just decide tuje today. tuombe pamoja. Take a step and come forward. We pray for you. Tutaomba pamoja na wewe. Na najua Bwana atatenda jambo. And I know God will do something. Ninakupenda, ninakupenda, umefanya mambo ya ajabu, umefanya mambo ya ajabu. Kwa jina la Yesu. Kama unahisi kwamba unahitaji maombi kwa njia yoyote ile, unaweza kusonga hapa mbele. Kwa jina pamoja na wewe. Unahisi kwamba unahitaji maombi, maombi ya uponyaji, maombi juu ya shule, maombi juu ya jambo ambalo unataka kufanya, just come forward as we want to pray for you. If you feel like you need anything in life, you want God to intervene in your life, you want God to do something in your life, to use you for this year, just come Haleluya, forward. ninakupenda. You might be a student, you might be a parent like me, looking for a man, looking for a wife, looking for a job, looking for whatever. God can do anything in our lives. Just come forward as we pray for you. Give you praise. Haleluya, kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu umefanya mambo ya ajabu, umefanya mambo ya ajabu. Ninakupenda, Fanya mambo ya ajabu. Umefanya mambo ya ajabu. Nataka tushikane mikono. I want us, all of us who are in front here, that we shall just hold each one's hand. Hold the hand of the one Next to you. who's next to you. Just hold hand. We want to pray for each other. We want to pray for each other.
because God can do something in our lives. Just hold the hands, the one who is next to you. One more time. One more time. One more time. Lord, I need your touch. Sing again. One more time. One more time. One more time. Lord, I need your touch. Sing again. One more time. One more time. One more time. Lord, I need your touch. Sing again. One more time. One more time. One more time. Lord, I need your touch. Sing again. One more time. One more time. One more time. Lord, I need your touch. Sing again. One more time. One more time. One more time. Lord, I need your touch. One more time. One more time. Lord, I need your touch. One more time. 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 Lord, I need your touch. One more time. One more time of healing. One more time of miracles. One more time of deliverance. Lord, I need yours. One more time. One more time. Healing power. Deliverance. In the name of I need yours. Sing again. One more time. One more time. Touch your people. Deliver your people. Save your people. Save them. Save them. In the name of Jesus. Hallelujah. Sing again. Sing one more time. Jesus, come to touch me again. One more time. Touch us, King of Glory. Baba, katika jina la Yesu Father, in the name of Jesus. We want to thank you for your people, Lord. asante Bwana kwa ajili ya Thank you because they have come to listen to you, O Lord. asante Bwana maana wanasema hali ya kawaida. Lord, we are no longer in the same. Asante Bwana maana wabariki. Thank you for transforming and blessing us today. Asante kwa ajili ya kuwatoa katika hali za kawaida. Thank you for removing us in the common situation. Asante kwa kutulinda mchana. Thank you for lifting up again, O Lord. Asante kwa kutuponya mchana wa leo. Thank you for healing our lives, Asante kwa kutuponya katika hali ya kifedha. healing our financial situation, Asante kwa kutuponya miili yetu. and healing in our body and our soul. Asante kwa kuponya akili zetu. Thank you for healing our mind. Asante kwa kuponya hata katika ile ya elimu. And thank you for healing our intellectuals, oh God. Asante kwa kuponya jamii zetu. Thank you for healing our families. We thank you, Lord. We thank you, Father. Maka santo lobo zekeri mama sasa. Ayantu tusokori mama masasa na mama zaya. Ramta kasata na masoto lobo zea.
Those of us who are sick in our body, I speak healing in the name of Jesus. Those of us who have troubles, oh God, I speak peace. I speak peace, oh God. How powerful is your name? How powerful is your name? How powerful is your name? Jesus. How powerful is your name? How powerful is your name? How powerful is your name? Jesus. Powerful. How powerful is your name, Jesus? How powerful. How powerful is your name, Jesus? How powerful. How powerful is your name? How powerful is your name? How powerful is your name, Jesus? Nataka ule tu mikono yako mwambie Bwana asante. Mwambie Bwana ni asante kwa ile ambayo amefanya ndani ya maisha yako. Mwambie asante kwa kitu kipi ambacho